kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Belden Waliaula. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amewataka washirika wa Ukraine kuisaidia Ukraine kupata makombora ya masafa marefu. Starmer alisema hayo baada ya kufanya mkutano na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye yuko mjini London. Zelensky pia anatarajiwa kufanya mikutano na viongozi wengine 20 wanaounga mkono taifa lake. Viongozi hao wanapanga jinsi ya kutonunua mafuta kutoka Urusi na jinsi ya kutumia mali ya Urusi iliyotoka mataifa mengine kufadhili Ukraine. Tunadhibitisha tena uungwaji mkono wetu kwa Ukraine pamoja na dhamira yetu ya kukabiliana na uchokozi wa Urusi. Umeonyesha njia ya kusonga mbele na unaonyesha utayari, ujasiri na uamuzi wa kweli. Kile ambacho tumeona kutoka kwa Putin ni ukosefu wa utayari wa kushiriki mazungumzo. Waziri wa masuala ya mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio anasema mataifa mengi yako tayari kutuma vikosi vyao eneo la Gaza kudumisha amani. Waziri huyo hakusema ni mataifa yepi, ila alisema Israel haifai kuwa na pingamizi kuhusu vikosi vitakavyotumwa eneo la Gaza. Aidha, Marco Rubio alisema mazungumzo kuhusu mustakabali wa utawala wa Gaza bado yanaendelea, ila alisitiza kuwa Hamas haitahusika katika uongozi wa Gaza pamoja na shirika la kuwasaidia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA. The outcome needs to be a Gaza where people have jobs and a life. Matokeo yanapaswa kuwa wakazi wa Gaza wana kazi, wana maisha na mustakabali bora, na watu hawafikiri jinsi ya kuwaua Waisraeli au jinsi ya kushambulia Israel. Kwa sababu ikiwa hatufiki hapo, basi hakutakuwa na amani. Haitakuwa amani ya kudumu. Huwezi kuwa katika amani na vikundi vinavyotaka kukuangamiza, kukuua na kusababisha tukio lingine kama la Oktoba 7 mwaka 2023. Lakini kuna kazi nyingi tunazohitaji kufanya ili kufikia lengo hilo. But we're optimistic that it's heading in the right direction. Mamlaka mjini Delhi nchini India kwa mara ya kwanza wamejaribu mfumo wa kisayansi wa kutengeneza mvua katika mji huo ambao unashuhudia uchafuzi wa mazingira. Kemikali zilipulizwa angani kujaribu kushinikiza mvua kunyesha ili kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa. Waziri mwandamizi wa India Rekha Gupta alisema anatarajia mvua kunyesha wiki ijayo baada ya mchakato mzima wa kuchochea mvua kunyesha kumalizika. Ila wataalamu wa kisayansi wa taifa hilo wamekosoa hatua hiyo, wakisema kuchochea mvua kunyesha itasafisha hewa chafu ya mji huo. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamlaka za Australia zimesema zaidi ya kivulambari au elephant seals 100 za baharini zimepatikana zimefariki katika kisiwa kimoja baada ya kuathiriwa na homa ya ndege. Kivulambari hao baharini walipatikana katika kisiwa cha Heard na watafiti. Hifadhi ya wanyamapori ya Antarctic inajulikana kama eneo la kuzaana kwa wanyama wengi wa bahari. Ila iwapo itathibitishwa kuwa kivulambari hao wamefariki kutokana na homa ya ndege, basi kutakuwa na hofu ya ugonjwa huo kusambaa na kufikia eneo la Antarctica. Na rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametoa wito kwa rais wa Marekani kuacha kutumia nguvu za kijeshi kuwalenga walanguzi wa dawa za kulevya. Maduro alisema ni bora amani dumishwe na hakuna haja ya vita. Hii ni baada ya Trump kusema kuwa serikali yake itawaua watu katika kampeni yake ya kupambana na walanguzi wa dawa za kulevya. Marekani inamshutumu Maduro kuwa mlanguzi wa dawa za kulevya. Hii ni BBC. Taarifa za habari ya dunia imewasilishwa na Beldin Waliaula. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchini Kenya, matangazo haya yanasikika kupitia Milele FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf Radio, Mwenedu FM. Nchini Tanzania, matangazo haya unayapokea kupitia CGFM, Abud FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio Free Africa na Loliondo FM. Visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Ukiwa Uganda ni Voice of Busoga, Radio Kitara, Radio Lira, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Radio Paidha. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hili uko nami Martha Saranga nikiwa katika studio zetu Dar es Salaam.
Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametoa wito kwa mataifa washirika wanaounga mkono Ukraine kuimarisha uwezo wake wa silaha za masafa marefu. Alitoa matamshi hayo wakati wa mkutano na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye yuko London katika kuonyesha uungaji mkono kwa nchi yake dhidi ya Urusi. Bwana Zelensky baadaye atafanya mazungumzo na muungano wa walio tayari, kundi la nchi zaidi ya 20 zinazoiunga mkono Kiev. Phyllis Mwate na taarifa zaidi. Kabla ya mkutano huo Ijumaa alasiri, Rais Zelensky alikutana na Mfalme Charles huko Windsor. Mfalme huyo wa Uingereza ameelezea mara kwa mara uungaji mkono wake kwa Ukraine, ambayo anasema imestahimili uchokozi usioelezeka kutoka kwa Urusi. Kiongozi wa Ukraine alipewa saluti ya kifalme na heshima katika makazi ya kifalme nje ya London. Wimbo wa taifa wa Ukraine pia ulichezwa wakati wa sherehe ya kuwakaribisha. Rais Zelensky baadaye atashiriki mazungumzo na kile kinachojulikana kama Coalition of the Willing, yani kundi la zaidi ya mataifa 20 ambayo yanaiunga mkono Ukraine katika vita vyake na Urusi. Pia watajadili kuhusu jinsi ya kuondoa gesi na mafuta ya Urusi kutoka masoko ya kimataifa na jinsi ya kusuka mpango wa kutumia mali ya Urusi iliyowekewa vikwazo kuifadhili Ukraine katika vita hivyo. Volodymyr, it's really good to be able to welcome you here. Nadhani wiki hii tunaweza kushughulikia suala hilo la mafuta na gesi ya Urusi. Nadhani kuna zaidi tunaweza kufanya juu ya uwezo wa makombora ya masafa marefu. Na bila shaka kazi muhimu ya muungano linapokuja suala la dhamana za usalama ambazo ni muhimu. Viongozi wa mataifa washirika wa Ukraine wanaendelea kuwasili mjini London nchini Uingereza, huku Rais Zelensky na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer wakitaka Ukraine ipewe makombora zaidi ya masafa marefu. Makombora hayo ni mojawapo ya ongezeko la silaha zinazoendelea kutumiwa na pande mbili hasimu katika uwanja wa vita hivyo ambavyo kwa sasa vimedumu kwa miaka 3.5. Katika mkutano wa leo kati ya Waziri Mkuu Keir Starmer na Rais Zelensky kwenye ofisi ya Waziri Mkuu, Bwana Starmer alimwambia Zelensky kuwa washirika wa Ukraine wanapaswa kuongeza msaada wa makombora ya masafa marefu kwa Ukraine. Ameongeza kuwa baadaye kutafanyika mkutano na viongozi wa mataifa ya Ulaya yanayounga mkono Ukraine. Viongozi hao wanatarajiwa kujadili kuhusu swala muhimu la hakikisho la ulinzi kwa mataifa hayo. Rais Volodymyr Zelensky ametoa shukran kwa msaada wa Uingereza na kumlaumu Rais Vladimir Putin wa Urusi kwa kuishinikiza Urusi hadi kile alichokiita janga la kibinadamu. Hayo yakijiri, mtu mmoja alishambulia kituo cha gari moshi katikati mwa Ukraine na kuwaua watu 3, ambapo yeye mwenyewe pia alipoteza maisha. Watu wengine 12 walijeruhiwa kwenye tukio hilo. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC. Rais Trump amesitisha tena mazungumzo ya kibiashara na Canada, akilishutumu jimbo la Ontario kwa kumnukuu rais wa zamani wa Marekani Ronald Reagan kwa uongo, akimzungumzia vibaya suala la ushuru. Tangazo hilo limetumia mojawapo ya kumbukumbu ya hotuba ya Bwana Reagan, akisema kwamba ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ni mojawapo ya sera muhimu za biashara za Bwana Trump inazoweza kudhoofisha nchi inayolazimisha. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. When someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing. Ndiyo matangazo ya biashara yaliyosababisha Rais Trump kuchukua hatua hiyo dhidi ya nchi ya Canada. Serikali ya Trump imewekea ushuru wa 35% kwa bidhaa nyingi za Canada, pamoja na ushuru wa watu binafsi na pia kulenga makampuni ya kutengeneza magari na chuma. Canada imeathiriwa na hatua hiyo sana. Trump ameruhusu misamaha ya bidhaa ambazo ziko chini ya makubaliano ya biashara huru na Mexico na Canada yaliyokuwa makubaliano wakati muhula wake wa kwanza wa urais. Lakini waziri mkuu wa Canada Mark Carney, tangu kuchaguliwa kwake mapema mwaka huu, amejaribu kufikia makubaliano ambayo yatapunguza ushuru wa Marekani. Hii limetatizwa na kufanywa kuwa mbaya zaidi na kiongozi wa eneo la Ontario Doug Ford, ambaye ni mmoja wa wakosoaji wakubwa wa ushuru unaotozwa na kwa kampuni za Marekani zinazonunua bidhaa za Canada. Looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs.
and sometimes for a short while it Katika works. tangazo hilo la dakika moja lililochapishwa wiki iliyopita, sauti ya Reagan, rais wa zamani wa Marekani, inasikika ikisimulia juu ya picha zinazojumuisha soko la hisa la New York na kreni zilizopambwa kwa bendera za Marekani na Canada. Video hiyo inanukuu hotuba ya redio ya kitaifa ya mwaka 1987 na Reagan ambaye ililenga biashara ya nje. Kwenye tangazo hilo Reagan anasema, namnukuu, "Wacha tuweke ushuru kwa bidhaa za kigeni." Inaonekana kama wanafanya jambo la kizalendo kwa kulinda bidhaa na kazi za Marekani, na wakati mwingine kwa muda mfupi inafanya kazi, lakini kwa muda mfupi tu, mwisho wa nukuu. Wakfu wa Ronald Reagan ambao unahifadhi kumbukumbu zake ulitoa taarifa siku ya Alhamisi ukisema tangazo hilo limetumia sauti na video iliyochaguliwa ya matamshi ya rais huyo wa zamani. Wakfu huo unasema kwamba tangazo hilo linawakilisha vibaya hotuba ya rais huyo bila kusema sababu, na kuishtumu serikali ya Canada kwa kukosa kuomba ruhusa kutumia na kuhariri matamshi yake. Trump alirejelea taarifa hii na kusema video hiyo iliundwa ili kuingilia uamuzi ujao wa mahakama ya juu ya Marekani mwezi Novemba kuhusu kama ushuru mkubwa wa Washington kwa bidhaa za mataifa mengi ni halali. Uamuzi wa mahakama unawakilisha mtihani mkubwa zaidi wa mamlaka ya urais ya Trump na sera ya kiuchumi iliyotiwa saini ambayo inaweza kulazimisha Marekani kurejesha mabilioni yaliyokusanywa kwa ushuru. Ontario ni jimbo lenye watu wengi zaidi nchini Canada na uchumi wake ni mkubwa zaidi wa kikanda na umeathirika pakubwa na ushuru wa Marekani. Carney na Ford bado hawajatoa maoni yao kuhusu tangazo hilo la Trump. Ni mara ya pili kwa Trump kusema anasitisha mazungumzo ya kibiashara na Canada baada ya Canada kutangaza kuwa utatoza ushuru wa huduma za kidijitali kwa makampuni ya teknolojia ya Marekani mapema mwaka huu. Nastia Mohamed, Dira Dunia, BBC. Waziri wa masuala ya kigeni wa Marekani amesema ana uhakika kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza yaliyoratibiwa na Marekani yatadumu. Marco Rubio yuko Israel katika jitihada za kuimarisha makubaliano hayo. Aidha, serikali ya Marekani imezindua mpango mpya wa kuanzisha vituo vya mapatano ya hiari katika ukanda wa Gaza utakaowapa wapiganaji wanaokubali kusalimisha silaha zao fursa ya msamaha na urejeo salama katika maisha ya kiraia. Caro Robi na taarifa zaidi. Ili kufanikisha hayo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliwasili nchini Israeli jana Alhamisi kwa ajili ya kutekeleza mpango wa amani wa vipengele 20 wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu ukanda wa Gaza. Kuwasili kwa Rubio kunafuatia kuondoka kwa makamu wa rais JD Vance, huku maafisa waandamizi wa ikulu ya White House pamoja na mkwe wa rais Trump Jared Kushner wakihitimisha ziara zao nchini humo. Wote wanashiriki katika jitihada za kudumisha usitishaji vita kati ya Israel na Hamas miaka miwili baada ya vita vilivyoitikisa Mashariki ya Kati. Katika hatua nyingine, serikali ya Israel imepitisha kwa kura ya awali mswada wa kutekeleza sheria za Israel katika ukingo wa Magharibi, hatua ambayo wachambuzi wanaiona kama jaribio la kuinyakua ardhi inaotazamwa na Palestina kuwa sehemu ya taifa lao huru la baadaye. Kabla ya kuondoka kuelekea Israel, Rubio alionya dhidi ya hatua hiyo, akisema kuwa kupitishwa kwa mswada wowote wa aina hiyo kunaweza kuhatarisha usitishaji vita ulioko Gaza na kuleta matokeo yasiyonatija kwa pande zote mbili. Jarida la The Wall Street Journal liliripoti kwamba ongezeko la ziara za maafisa wa Marekani nchini Israel linalenga kuhakikisha mwendelezo wa makubaliano ya kusitisha vita Gaza na kuzuia kuzuka kwa mvutano mpya au mivutano ambayo inaweza kudhoofisha juhudi za kidiplomasia zinazoendelea. Makamu wa rais JD Vance alikamilisha ziara yake Alhamisi jana baada ya kufanya kikao cha ngazi ya juu na makamanda wakuu wa jeshi la ulinzi la Israel katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi mjini Tel Aviv, ambako walijadili maendeleo ya utaratibu wa shughuli za kijeshi katika ukanda wa Gaza. Wakati wa mkutano wake na Vance mjini Jerusalem siku ya Jumatano, rais wa Israel Isaac Herzog alisisitiza umuhimu wa kuimarisha matumaini miongoni mwa Israeli na Wapalestina na kuhimiza juhudi za pamoja za kurejesha amani ya kudumu. Kwa upande wake, Vance alisema kwa Marekani na Israel zinaendelea kushirikiana kuimarisha usitishaji vita Gaza na kufungua tena baadhi ya miundombinu muhimu. Alionyesha matumaini kuwa mpango wa amani wa rais Trump utaendelea licha ya changamoto zilizoko na hatimaye kuchangia katika kuimarisha utulivu na amani katika eneo hilo.
Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio asema mataifa mengi yako tayari kuchangia katika harakati za kusitisha vita vya Gaza. Waziri Mkuu wa Uingereza atoa wito kwa washirika wa Ukraine kuipa misaada ya silaha za masafa marefu ili kujibu mashambulizi ya Urusi. Hofu bado yatanda miongoni mwa watu wenye ulemavu wa ngozi kutokana na wasiwasi kuwa huenda wakashambuliwa na viungo vya kutumika kwa ushirikina wakati huu kipindi cha kampeni za uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Na katika mjadala wetu wa leo tunaangazia uchaguzi mkuu nchini Tanzania utakaofanyika wiki ijayo. Hii ni BBC.